Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa nchi yake itaanza operation maalum ya kusaidia meli zilizokwama katika mlango bahari wa Hormuz, akielezea hatua hiyo ni kama msaada wa kibinadamu kwa mataifa yasiyohusika moja kwa moja na vita kati ya Marekani Israeli dhidi ya Irani. Trump amesema operesheni hiyo itaanza rasmi leo Jumatatu, ikilenga kusaidia meli na wafanyakazi wake ambao wamekwama kwa zaidi ya miezi miwili kutokana na vizuizi vya Irani katika njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Katika ujumbe wake, Rais Trump amesema Marekani itaziongoza meli hizo kupita salama ili ziweze kuendelea na shughuli zao, huku akionya kuwa jaribio lolote ya kuingilia operesheni hiyo itakabiliwa na nguvu. Hatua hiyo inakuja wakati mvutano ukiendelea kuongezeka, ambapo Irani imezuia usafirishaji wa mafuta na bidhaa nyingine kutoka Ghuba ya Uajemi, huku Marekani nayo ikiweka vikwazo kwa meli zinazotoka bandari za Irani. Wakati huo Irani imethibitisha kuwa imepokea majibu kutoka Marekani kuhusu pendekezo lake la amani lenye masuala 14, likijumuisha madai ya kuondolewa kwa vikwazo na kusitisha kwa mapigano, huku Teherani ikisema bado inalichambua jibu hilo. Hata hivyo, Trump ameashiria kutoridhishwa na pendekezo hilo la Irani, akisema huenda lisikubalike, kauli ambayo aliitoa siku ya Jumamosi, wakati Irani ikisisitiza kuwa kwa sasa hakuna mazungumzo ya nyuklia hadi vita vitakapomalizika. Vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Irani vimedumu kwa takriban siku 40, na sasa vita hivyo vimegeuka kutoka kuizuia Irani kutengeneza silaha za nyuklia hadi kuitaka ifunge mlango bahari wa Hormuz. Ifungue mlango bahari wa Hormuz. Vita hivyo vilipoanza vilikuwa vya kutaka kubadilisha utawala wa Irani, na mashambulizi mengi ya Israeli na Marekani yalikuwa yakiwalenga viongozi wakuu wa taifa hilo. Irani ilijibu kwa kuzishambulia kambi za kijeshi za Marekani katika mataifa ya Ghuba kwa makombora na ndege zisizo na rubani, na vita vilipozidi kutanuka, Teherani iliamua kuvuruga usafiri wa baharini kwa kuzuia meli kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Hatua hiyo imeipa Marekani shinikizo kubwa pamoja na washirika wake wanaotegemea mafuta na gesi ambazo husafirishwa kupitia mlango bahari wa Hormuz. Jeshi la Irani la Revolutionary Guard liliona kuwa kudhibiti mlango huo wa bahari kutaipa Irani nguvu ya kimkakati kuliko kutumia njia ya zamani ya kujibu mashambulizi. Irani imetishia uchumi wa dunia na kuilazimu Marekani kubadili mtazamo wake, na sasa kutaka kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz umegeuka kuwa lengo kuu la vita hiyo. Ingawa Irani imetishia awali kuwa ikishambuliwa itafunga mlango huo wa bahari, tishio hilo halijawahi kutekelezwa kikamilifu kama ilivyofanyika sasa. Katika vita vya Iraki na Irani, meli za mafuta zilishambuliwa, ila mlango huo wa bahari ulisalia kuwa umefunguliwa. Sasa maafisa wakuu wa Irani na viongozi wa vikosi vya usalama wanajadili jinsi wanafaa kudhibiti mlango huo wa bahari katika siku za usoni. Bunge la Irani kupitia tume ya usalama ya taifa imeandaa mswada wa kulazimisha meli zote kupitia mlango huo wa bahari. Shirika la habari la kitaifa la Irani mwezi Aprili lilitoa taswira kuwa wameshinda vita hivyo baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano kutangazwa. Ubalozi wa Irani nchini Kuwait ulichapisha video yenye mada wakati ushindi wa Mwenyezi Mungu unapokuja, kwa heshima ya kiongozi mkuu wa awali Ayatollah Al-Khamenei. Hii ni nadharia ambayo imesambaa nchini Irani kuwa wameshinda vita hiyo kwa kukataa ushawishi wa mataifa ya kigeni.